Yes, hatimaye tena tukiwa wazima wa afya. Ikiwa ndani ya mwaka 2025 tarehe ya 27, tumepata bahati nyingine tena kuangalia msimu wa 3 wa Squid Game. Hii inapigwa kutoka DC Production na peta kitengo pale. Huyu ni baba ni Tefal DJ. Ukihitaji kupata picha hii katika mwongozo ambao mpangilio wa kisai zaidi, unaweza kutucheck kwa namba za simu za 0686414059. Hapo mambo yatazidi kwa bam. Tuko na Squid Game katika msimu wa 3 tu, na ni katika episode ya kwanza recap. Basi tuende taratibu kuendelea kuenjoy unyama ambao kikweli tulikuwa tumeumisi sana, au sio? Hii ni Tefal DJ. Basi tupate kama mwongozo ambao katakusaidia kujua nini ambacho kinajiri katika msimu wa 3, na ndio tutakuwa final kabisa ya tamthilia ya Squid Game, yani season ya 3. Twende kwanza mwanzo tupate mwongozo kidogo. Basi tunaangalia pale ambapo tulishia katika episode ya mwisho msimu wa 2. Baada ya kufanyiwa mauaji na ushambuliaji ambao ulikuwa unaongozwa na Gyun, kitengo maalum cha kukabiliana na wale watu ambao waleta utofauti kiliweza kuwadhibiti wakali kina Gyun, na frontman kwa sasa alikuwa tayari ameshatoka. Basi washangaa baadaye iliweza kuletwa mkali akiwa eleweke ametoka wapi. Lakini pia upande wa pili katika kitengo ambacho kilikuwa kinafanya kazi ya kumtafuta Gyun, bado kilikuwa kijapata mwanga ya juu ya wapi unaweza kumpata mtule, kwa sababu anazunguka kwenye bali pasipo mafanikio yoyote ya kuweza kutomba kitu ambacho anakitafuta kipo katika maeneo gani. Lakini sasa muda unazidi kwenda mpaka imefikia sehemu wala una haja ya kuweza kuendelea na hili swala, kwa sababu mambo yameshabadilika zaidi. Basi acha nikulete rasmi katika episode ya kwanza tu, baada ya kukumbusha machache ambayo tuliyapitia katika msimu uliopita. Wawasa basi kiasi cha fedha ambacho kilikuwa kimepatikana kwa wakati huo ilikuwa ni bilioni 36.9. Kila mtu alikuwa anatakiwa apate kiasi fulani cha fedha ambacho kingeweza kumkongoja. Lakini sasa ilikuwa kuna option ambayo ingeweza kuwapa mwanga watu hao kujua nini ambacho wanahitaji kufanya. Episode ya kwanza nafikiri tuanzie hapa. Wasa kuna taarifa ambazo zilitolewa. Lakini sasa hebu tuende pale ambapo tulishia ili kupata muunganiko sahihi. Basi player namba 145 pamoja na wale 246 walikuwa ni watu wa mwisho ambao walisalia. Baada ya kwanza kupigwa shaba na pili pia alishambuliwa. Lakini sasa mtu aliomba sana msamaha, akidai kwamba yeye ana familia yake na mtoto ambaye anamtegemea. Hivyo baada ya kumshambulia mtu huyo ni kama alimuona ana ukamilifu wa kuweza kupoteza maisha. Lakini kuna mtu ambaye aliweka alama katika ile jeneza, hatujui sababu nini zaidi. Asema nisikia mengi sana ambayo anakuhusu wewe. Wewe anafahamika kwa jina la Noel, yule sniper ule. Basi katika chumba ambacho walikuwa wamekaa washiriki ambao walikuwa na utayari wa kuweza kushirikiana na mkali wa kufahamika kwa jina la Gyun katika harakati za kujikomboa, waweza kuletewa mwili wa mshikaji, lakini mshikaji kwa wakati huo alikuwa bado hajakata maisha. Lakini pia upande wa pili kwa kitengo maalum ambacho kinamtafuta mkali kikiongozwa na detective, wao ni watu ambao kwa sasa kama wameshakata tamaa tu. Lakini pia kuna mtu ambaye anasema ana kumbukumbu, pamoja na kwamba usiku alikuwa kama amewekewa vitu kwenye vinywaji. Anasema kuna mlio wa kitu aliweza kukisikia. Hii ilimpa mashaka sana detective pamoja na team leader kutoka kile kikosi cha mtaani. Basi tunarejea upande wa pili kwa mtaalamu mkuu. Mama alifurahi sana kumwona kijana amerejea. Lakini sasa mkali alikuwa anashangaa sana juu ya mazingira haya. Anasema nini ambacho kimetokea na wote ambao wasalia nini. Anamwambia habari ya Jungbae kwa sasa haipo tena. Hii mshtua sana mkali. Lakini pia kuna mnyabu mbure ambaye kwa rafiki yake na ule Thanos. Basi kama kawaida utaratibu uliendelea. Walitoa ripoti ya kiasi cha fedha ambacho kimesalia. Wanasema wangeweza kupata bilioni 36.9 kama wangeshare hapo, ambao ni sawa milioni 600 kwa kila mtu. Hii habari ilimkera sana mkali wa kufahamika kwa jina Gyun. Alisema kwa nini nakutengeneza nafasi ya kuniua mimi. Mtaalamu frontman akiwa ametulia tarabintibu kwa
Aliendelea kupata unywaji. Aliweza kupata simu kutoka kwa mtu ambaye alikuwa ni spy wake. Anasema wanang'ania kutafuta namna ya kuweza kufikia katika kisiwa, lakini kwa sasa wana utayari wa kuweza kuondoka na kuachana na hii biashara. Mwamba isema kisha unoa kila mtu, akiwa pamoja na detective ambaye ni mdogo wake kabisa wa damu. Basi kutangazo liendelea kutangazwa na watu walikuwa wanapewa mwongozo. Wanasema ndio hesabu 1 mpaka 3. Na baada ya hapo zitapigwa kura. Kwa wale ambao watakuwa na utayari wa kuendelea kucheza mchezo, wataweza kucheza, na wale ambao watakuwa tayari wataweza kuchagua njia yao zaidi. Lakini lazima tupate makundi mawili. Basi bibi alikuwa ndo mtu wa kwanza kuja katika eneo la kupiga kura. Watu wengi walikuwa na mashaka zaidi, lakini Mkali Giuni kwa saizi ni kama amefungwa tu. Lakini pia frontman aliweza kukutana na ule mtu ambaye anashikiliaga nafasi yake. Anasema VIP wataweza kufika muda mchache ambao unafuata. Kwa hiyo lazima kesho unaweka mambo sawa zaidi. Haijalishi tumepoteza vitu kiasi gani. Basi katika kitengo ambacho kinahusiana na uteketezaji wa mili. Hapa bibi alipata nafasi ya kuongea na Mkali. Na anasema ingekuwa ni vyema angepata nafasi ya kuweza kufika katika chumba cha operation. Lakini pia upande huu watu tayari walikuwa wamejigawa katika makundi mawili, na wakiwa kabisa wanaonyesha na muonekano wa kurudia tena katika mchezo. Basi watoa tamaa fedha ndio inayosumbua tu. Aliacha mtu ambaye alikuwa anapambania, walimuona ni kama mtu ambaye anapoteza muda tu. Baadhi ya watu waliweza kufika sehemu ambayo alikuwa amefungwa Mkali Giuni na kuanza kumkejeli kwa kile ambacho alikuwa anahitaji kukifanya, na akisema hakuna shujaa namna hiyo. Lakini pia yule mwanamama ambaye anajifanyaga shaman aweza kufika hapa. Anasema najua unasikia kelele za watu wengi sana ambao walikuwa na umuhimu katika maisha yako, zikiwa zinatetema ndani ya masikio yako. Lakini ilimkatisha sana Mkali kufahamika kwa jina Giuni. Sasa tunarejea katika kitengo ambacho kinahusiana na masuala ya operation. Inaona kumbe watu hao wana biashara nyingine tofauti na ile ambayo tunaijua. Kwa watu ambao wanakuwa wamekata moto, kuna namna wanafanya biashara. Basi Mkali baada ya kuomba sana aliweza kumleta bibi katika kitengo. Anasema ni miongoni mwetu, hivyo haina ubaya kutambua kile ambacho tunakifanya. Basi walihitaji kumwona bibi aweze kuonesha sura yake. Lakini binti aliweza kusikia maneno ambayo dai kwamba Mkali bado hajafa, na mtu huyo alikuwa anahitaji kumsaidia toka mwanzo. Aliweza kupambana na watu na hatimaye aliweza kuwashinda, na hapa alikuwa anahitaji kutetea maisha ya Mkali, mtaalamu wa zamani zaidi. Lakini pia aliweza kumzima hata yule mshikaji ambaye alikuwa naye katika session moja ya sniper. Hapa aligundua Mkali anaweza kurejesha. Anasema sitajali kama huyu mtu anaweza kupoteza maisha mbele yangu, na imani wewe utanipatia msaada. Lakini sasa upande wa pili kwa mshikaji wake na Thanos, yuko na kile kimsalaba ambacho kina vidonge maalum. Leo Mkali alionyesha binadamu kwa binti ambaye tayari alikuwa na ujauzito zaidi. Lakini pia watu walikuwa wanapita sehemu ambayo imefungwa mtaalamu, akiwa amefungwa na akiwa anashinda njaa tu. Basi binti alimwomba mtu aweze kumpatia msaada. Akasema lakini huyu ana uhaba wa damu, lazima ifanyike blood transfusion. Blood transfusion. Kama bibi atakuwa yuko tayari, basi kila kitu kitakaa sawa. Sasa unafikiri ni yapi ambayo tajiri katika sehemu safi inayofuata ya mzigo bomba sana hapa Squid Game. Lakini kumbuka kichuma kinapigwa kutoka DC Production, jumba la burudani pale vyuma ambavyo vinadondokeaga pale. Hatima Mkali Giuni itakuwaje, kwa sababu kwa sasa mchezo unaelekea kuanza na yeye ni mtu ambaye hajapatiwa chakula. Hata hivyo ni mtu ambaye anafanyiwa ubaguzi zaidi. Sasa nini ambacho kinajiri katika episode ya pili? Hakikisha unaungana nasi ili kuendelea kupata burudani tarabintibu kutoka DC Production. Asante sana kwa time yako. Rese chao. Yes, hatimaye tena hapa ikiwa ni full episode ya kwanza ya recap
ya season ya 3 ya chuma ambayo inafahamika kwa jina la Squid Game. Na baba la baba ndo nakuletea burudani ya Patara bin Chibu. Hakikisha unazidi kusonga nasi ili uendelee kupata kitu ambacho kina mwongozo ulio na usahihi zaidi. Kwa sababu tofauti na hapo utapata matango pori tu. Basi bado tuko na story ya mkali wa kufahamika kwa jina Gyun. Kizaza baada ya kupitia mambo mengi sana. Lakini sasa hatimaye tuendelea kusonga na mzigo Patara bin Chibu. Huu ni mwongozo wa kile ambacho kinajiri katika episode safi hapa. Wasema ni Squid Game katika mchezo ngisi, ikiwa ni msimu wa 3 zaidi. Au sio? Basi baada ya kupata hatima ya mkali kurejea katika mchezo, tunahitaji kujua ni nini ambacho kipo katika akili ya mkali. Na sababu gani imefanya mkali aweze kupata nafasi ya kurejea? Ili tumuona mtu huyo akiwa katika hali ya kutekwa, yani akiwa kama hatima yake imefika. Sasa cha msingi ungana nasi tu ili uweze kujua nini ambacho kimejificha katika mchezo hapa. Picha na kutoka jina la Squid Game, ikiwa ni msimu wa 3. Lakini pia kumbuka hii picha ina wadhamini wengi sana. Tukitoka kujua katika episode ya 2. Lakini kwa hii episode ya kwanza naomba tufanye kazi. Wenyewe unajua tu kwamba kazi ni moja. Bado naongelesha pale ambapo nilikuwa nimeishia katika episode safi iliyopita. Lakini sasa kumbuka hapa tunapiga 1 na 2 double. Marawe baada ya kukamatwa na kufungwa, kufanywa kitu ambacho kilikuwa kama ni ubaguzi tu, kwa kuonekana ni kama traitor, yani msaliti tu. Alikuwa muangalia sana bwana mdogo mmoja ambaye kwa sasa ni kama alichangia kizaza. Tunatoka hapo tunakuja upande wa pili kwa captain. Detective mwenyewe kuntani nyumba. Anasema kuna kitu ambacho nahitaji kukuambia. Na sijajua nini ambacho unafikiria kwenye akili yako. Lakini detective alimkataa mkali na kudai kwamba hana mashaka na mtu ambaye anaongoza, yani Mr. Park. Akidai kwamba mtu huyo alimsaidia pindi ambapo yeye alikuwa katika hali ya kupoteza maisha. Anasema nilimwona mtu huyo akiwa ameshikilia kitu chenye ncha kali. Lakini na imani mtu huyo anaweza kuwa ni mtu ambaye anatugeuka. Ila pamoja na kwamba kutoa taarifa kwa detective, mkali ya kukubaliana na kile ambacho anaambiwa na mwamba wa kufahamika kwa jina Sio. Anasema tunatakiwa ujiandae tu kwa sababu kesho tunahitaji kuelekea katika port. Kwa kisha tunaenda kumtafuta Mnyabumbu. Lakini upande wa pili mwamba alikuwa anamtazama usiku kucha yule bwana ambaye aliweza kuleta usaliti katika revolution. Anamtazama sana mpaka bwana Alice kwa sasa hayuko katika hali ya usawa zaidi. Lakini upande wa pili kwa Blackman na Frontman, wao taarifa ya kwamba VIP wanahitaji kuingia. Basi katika mchezo tunaendelea kusonga mbele. Wakiwa wanaingia katika sehemu ya kwanza, mchezo wa kwanza tu, waweza kukutana na maiti za wenzao wengi sana wakiwa wamepoteza maisha. Na hii ikiwa inamaanisha ni kwamba hawa walikosea kile ambacho waliambiwa. Na wanasema hatakuwa na huruma kwa watu ambao watenda tofauti na kile ambacho wanahitaji kukifanya. Kwa hiyo kitakacho kusaidia ni kufuata sheria za mchezo ili uweze kuendelea na maisha yako. Basi waliingia katika mchezo hapa. Na hapo kulikuwa na chaguo ambao lilikuwa linahitaji kuwagawanisha. Kwa hiyo inahitajika patikane makundi mawili tu, ambao kundi la kwanza walitakiwa katika mfumo wa blue na kundi la pili walikuwa katika mfumo wa red. Basi midundo pekee ndio iliweza kutenganisha makundi haya. Double ulikuwa ukichagua red unakaa upande wa watu wenye red, lakini pia ukiwa na blue ulikuwa unakaa upande wa watu wenye blue. Kumbuka ni Squid Game mchezo ngisi. Na baba kutoka kitengo hapo sio. Anasema tunaenda kuanza mchezo wa hide and seek, yani kombolera. Anasema inamaanisha kuna watu ambao watatakiwa wajifiche. Na endapo watashindwa kujificha basi ndani ya dakika 30 wataweza kupoteza maisha. Anasema watu wale ambao mko katika mfumo wa red team, nafikiri mnajaribu kunielewa nini ambacho nakimaanisha. Yeye mtakuwa ndo kama watu wa uwindaji tu. Na wale watu ambao walikuwa wamevalia mavazi ya blue, hawa walikuwa katika mfumo wa kupatiwa funguo ambazo zinahitaji ufungue sehemu fulani. Anasema sasa itakuwaje kwa mtu mwenye funguo aweze kupambana na mtu ambaye ana kisu? Basi waliweza kupewa mwongozo wa nini ambacho wanahitaji kufanya. Watu ambao walikuwa wamevalia mavazi mekundu waliweza kupatiwa visu. Lakini upande wa pili watu walikuwa wameweza kupatiwa funguo. Ina maana mchezo ni wa hide and seek.
Yaani kisha unajificha usikutane na mtu ambaye amevalia red. Kwa sababu tofauti na hapo mtu huyo ataweza kumaliza maisha yako. Ndio sheria ya mchezo inavyosema. Yule mtu alitoa mwongozo wa kwamba kuna nafasi ya kuweza kubadilisha kile ambacho unakitaka. Yaani kwenda side ambayo unaitaka. Hizo side ya watu ambao wanatumia visu au side ya watu ambao wanatumia funguo. Chaguo lilikuwa ni wako. Basi mdau mwamba kijasho kikali kilikuwa kinamtoka kwa sababu mkali Gun alikuwa anamwangalia sana bwana mdogo kwa kuonekana ni mtu aliyesababisha kufeli katika plani yao. Tunaingia moja kwa moja katika hii bandari port. Mwamba anahitaji tena kuingia katika maji kutafuta kisiwa ambacho wanaamini watapata vitu hivyo. Ali mkali aliweza kumpigia simu detective. Nawaambia kwa sasa sidhani kama naweza nikaungana na wewe. Hujajua kwa nini mwanaume amefanya mambo haya. Anasema juu ya kitu ambacho kimejificha. Kaweza kupoteza maisha ya mtu kwa muda mchache zaidi. Anasema na juu ya yule mtu ambaye alikuwa ni kama boss. Poteza maisha. Lakini upande wa pili kwa mtu ambaye alikuwa anajifanya shaman, yani mganga. Alikuwa anatoa mwongozo kwa watu wake akidai kwamba lazima watakuwa katika hali ya usawa zaidi tu. Basi bwana mdogo ambaye alikuwa ni mpenzi wake na Minson alikuwa anapewa onyo sana na yule rafiki yake ambaye Thanos. Anasema ichangia kupoteza maisha ya rafiki yangu Thanos. Lakini sasa naona una mtoto na una mwanamke. Na mimi nitakisha naweza kuvipoteza vyote ambavyo unafikiria vitakuwa na msaada kwa upande wako. Hii itakuwa ni malipo kwa kile ambacho ulimfanyia mwanangu. Hii ilimuumiza sana mkali na hapa na bibi atakuwa yuko katika hatari kubwa sana. Hivyo aliweza kumfuata bibi tu kwa ajili ya kumwambia kitu ambacho kilikuwa ni cha tofauti zaidi. Aambia namba Saidi iliyopo ungenipatia mimi tu. Kwa sababu hiyo Saidi iliyopo ni Saidi hatari zaidi. Inaweza kupelekea kupoteza kile kitu ambacho kina usamani kwa upande wetu. Yaani kimaanisha mtoto. Bwana mdogo ambaye anafahamika kwa jina Yongsik. Naye alikuwa anajaribu kumwambia mamake ingekuwa ni vema kama angetengeneza nafasi ya kuachana na hiyo Saidi. Ampatie bwana mdogo. Yaani mama ape funguo na kijana Yongsik aweze kupatiwa hicho kisu. Na mama alisema anahitaji kumtafuta mchezaji mwingine tu kutoka kwenye timu nyingine na sio kijana wangu. Anasema mama niamini mimi juu ya sheria ambayo nakwambia. Kwa sababu hatari ambayo inaweza ikatokea hapa inaweza kuwa mbaya zaidi mama. Kwa hiyo unahitaji ukae upande ambao unakuona unaweza ukawa una usahihi wa kuishi. Tofauti na hapo itakuwa mbaya zaidi. Basi mabishano yalikuwa yanaendelea na ilikuwa ni muda ambao mpatiwa kwa ajili ya kuchagua Saidi ambayo unaitaka. Lakini kazi ilikuwa kwa mkali kufahamika kwa jina Kyun. Alikuwa anamtazama sana bwana mdogo. Bwana mdogo Gazab alimfuata. Anamwambia nini sasa? Unafikiri ni nini ambacho unaweza kufanya? Ujinga wako wewe ndio umesababisha watu wengi sana kuweza kupotea. Ina maana pasipokuwa wewe na plani zako za kijinga, ungetufanya sisi tuendelee kusalia. Basi mwongozo ulitolewa zaidi wa nini ambacho kinatakiwa kifanyike. Lakini sasa upande wa pili kwa detective huyo akiwa na Mr. Park. Anasema lazima tuhakikishe tunamaliza kile ambacho tumekianza. Na huku sasa ndo anaingia katika session ya kwanza mchezo. Na bwana mdogo alifanikisha kuweza kuchukua kisu kutoka kwa mama yake na kuweza kumpatia funguo ambayo aliamini ilikuwa ni kitu chenye usalama sana kwa maisha ya mama yake. Basi hata upande wa pili kwa bibie anamwambia tu kitu kimoja. Anamwambia ndakutafuta wewe na tahakikisha unakuwa katika hali ya usalama zaidi. Tuingie katika mchezo wa kwanza tu. Kumbuka ni episode ya kwanza season ya 3 ya Squid Game inatoka hapa SDC Production. Unapata kitengo na baba. Basi mchezo utakiwa uanze. Kwa wale ambao walivaa mavazi ya blue walihitaji kujificha. Lakini kwa watu ambao walikuwa wamevaa mavazi mekundu hao walikuwa ni kama hunters, yani uwindaji. Lakini mbaya zaidi kwa sasa bibi aliingiwa na hali ya uchungu kidogo hivyo alikuwa anahitaji kupatiwa msaada. Lakini sasa nani angeweza kumpatia msaada? Na huko mkali anazidi kutamba kwamba tahakikisha anamaliza kile ambacho nilikuambia kwa mara ya kwanza. Wanaume wengine katika mchezo lakini mwamba hapa anagaza kubwa sana kwa sababu tayari alishawakataza na kuwapa mwongozo wa nini wafanye, lakini wanaenda tofauti. Sasa mwanaume ana machungu zaidi. Hatujui nini ambacho anahitaji kufanya. Anatara bindadi na beto hilo. Sasa nini ambacho kimejificha katika episode inayofuata ya pili ya Mzigo Bomba sana wapo na kwa jina la Squid Game. Kumbuka hapa chuma ilikuwa inapigwa kutoka SDC Production. Tukutane katika episode safi ya pili. Kuendelea kuenjoy tamu.
Hii picha utaipiga mwanzo mwisho, kwa hiyo tulia taratibu tukuchambulie jaramba ili hapa. Kutoka mjini Seoul pale Korea, au sio? Unaweza kupata hapa picha katika mfumo wa WhatsApp tu kwa namba 0686414059 ikiwa mpigwa na DJ wakali wote wa Tanzaniana. Wewe ni cheki ndio kutumia hapa picha kwa bei rahisi zaidi, na hapo utapata mwongozo wa kupata kigongo hiki cha Squid Game. Ndio tu, au sio? Yego researcher.